بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na kitabu chetu cha Kashfu Shubuhati, kitabu cha Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, tukiwa bado tunatazama majawabu ya tafsiri, kwani Sheikh ametufundisha ya kwamba unapomjibu mpinzani majawabu yako ya aina mbili: ima umjibu jawabu ambalo ni ijmalan la ujumla, na ima umjibu jawabu ambalo ni mufassalan la kupambanua kila kipengele na kukiweka wazi. Kwa hiyo hapa tupo kwenye sehemu hii ya pili ya jawabu la shekhe la tafsilan. Tulikuwa tumetazama katika darsa la jana au mazungumzo ya jana, pale ambapo tutakapokuwa tunamuuliza au unapomuuliza hasimu wako nini maana ya ibada ya kuabudu masanamu, utakapomuuliza, sababu wewe unasema haumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, bali wewe pia unasema kuwaelekea na kuwataka matatizo au kutatuliwa matatizo ukawaelekea watu wema, wewe unasema sio shiriki. Lakini vile vile unasema wewe hauabudu masanamu. Tukamuuliza, Sheikh akaandika ya kwamba kwani nini maana ya kuabudu masanamu, mpaka ufikie kusema wewe hauwezi kumshirikisha Allah na wewe kuwaendea watu wema, kuwakimbilia watu wema sio shirki. Qala Sheikh rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikh, wasiru almas'alati, nasiri ya mas'ala haya, nasiri ya mas'ala, annahu, kwamba yeye hasimu, idha qala, pindi atakaposema, ana la ushriku billahi, atakaposema kwamba mimi simshirikishi Allah, faqul lahu, mwambie, wama shirku billah, ni nini kumshirikisha Allah? Hebu tuelezee nini maana ya kumshirikisha Allah. Fasirhu, ni bainishie mimi jambo na maana ya shirku billah. Na hadithi maarufu fi Muslim fi sahihaini, hadithi Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ayu dhambi a'dhamu inda Allah, ni lipi dhambi kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi hii Mtume alitoa definition ya nini, ya shirk, alitoa taarif ya shirk. Alipoulizwa ma huwa a'dhamu dhambi inda Allah, ni lipi dhambi kubwa mbele ya Allah, qala, Mtume akasema, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ni kumfanyia Allah mwenza, mfano, mithili, na hali ya kuwa Allah ndiye aliyekuumba. Ukamfanyia Allah mwenzake, unashirikiana naye kwenye majambo, mfanano na Allah katika harakati na uendeshaji. Kitendo hichi cha kumfanya Allah anaye mwenza, shirku billah, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuumba. Hii ni taarifu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza nini maana shirki. Kwa hiyo hebu tueleze wewe, ushirikina unamaanisha nini? Wewe unaposema mimi sifanyi ushirikina, simshirikishi Allah, kwani ushirikina maana yake nini?
Fa in qala, ikiwa atasema kwamba ushirikina ni ibadatul asnami, ni kuabudu masanamu peke yake, huo ndio ushirikina, akisema hivyo, faqul, basi mwambie, wama maana ibadatil asnami, ni nini maana ya kuabudu masanamu? Fasirhu li, fasirha li. Kila kipengele atakachokigusa lazima kifafanue. Hapa tulisoma kipindi cha nyuma katika baadhi ya mambo ya kwamba mwanafunzi mwenye kutafuta ilmu hatakikani apitwe na elimu ya mufradat al-mufradat, yani elimu inayofungamana na matamshi ya Kiarabu, yani maneno ya Kiarabu, utaki kuyapita, haitakikani ya kupita. Ndio hii kuna muthalath Qutrubi, al-i'lam muthalath al-kalam, zinginezo al-alfadh an-nahawiyya, matamshi nahwu peke yake, definition zake, lakini pia at-ta'rifat, kitabu cha at-ta'rifat cha Hashim nani yule. Sipitu na ilmu ya mufradat. Kwa sababu gani? Kuelewa msamiati ndio kulielewa jambo. Kuelewa msamiati ndio kuelewa hukumu ya jambo. Sasa mtume muallif anamwambia huyo bwana, hebu tuambie, tufafanulie sisi nini maana ya kuabudu masanamu, kwa sababu unasema ushirikina ni kuabudu masanamu. Ukachonga sanamu lako pale ukawa unaliomba, ndio shiriki. Ukatengeneza jiwe ukalichonga chonga, ndio shiriki. Hebu tuambie nini maana ya kuabudu masanamu. Fa in qala, ikiwa atasema ana la a'budu illa Allah wahdahu, mimi simwabudu isipokuwa Allah peke yake, akisema hivyo, ni bwana mimi simwabudu Allah peke yake, sifanye shiriki, sifanye chochote, la a'budu illa Allah wahdahu, illa Allah wahdahu, simwabudu isipokuwa Allah peke yake. Wanasu kulluhum yaquluna dhalik, na watu wote wanasema hivyo. Kuna mtu asiyesema mwabudu Allah peke yake? Sote tunasema kwamba tunamwabudu Allah peke yake. Shia mwenyewe anasema la ilaha illa Allah, na wengine wote Sufia anasema la ilaha illa Allah. Kullu an-nas yaquluna dhalik. Faqul, basi mwambie, ma maana ibadati llahi wahdahu, atuambie tena nini maana ya kumwabudu Allah peke yake. Fasirha li, nifafanulie, nibainishie nini maana ya kumwabudu Allah peke yake. Hebu tuambie nini maana ya kumwabudu Allah peke yake, unamaanisha nini kisema hivyo? Umesema haumshirikishi Allah, tumekwambia nini maana ya shiriki, ukatuambia shiriki maana yake ni kuabudu masanamu. Nini maana ya kuabudu masanamu? Ukasema maana ya kuabudu masanamu kadha, kisha ukasema hapo mimi simwabudu isipokuwa Allah peke yake mmoja. Kwani nini maana ya kumwabudu Allah? Nini maana ya kumwabudu Allah peke yake? Fasirha li, nifafanulie mimi nini maana ya kumwabudu Allah peke yake. Fa in fassaraha bima bayyanahu alquran, fa in fassaraha, ikiwa ataimaanisha ile ibada, bima bayyanahu alquran, kwa vile ambavyo Qur'ani bayyanahu, imeibainisha, fahuwa almatlubu, hilo ndilo linalotakikanwa, hilo ndilo jambo ambalo linalotakikanwa. Yani maana yake mtu akieleza kwamba ibada ni at-tadhallul wal khudu' lillahi subhana, ni kitendo cha kujidhalilisha na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akataja sampuli za ibada mbalimbali, akieleza miongoni mwa ibada kuchinja kwa ajili ya Allah, ukitaka kuswali sala lillahi, nadhiri lillah, akaeleza mifano ya ibada kwamba ni watakikana ujidhalilishe na ujisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye awamiri zake na nawahi zake, kwenye matendo ya wazi na siri, yote yafanye lillahi. Akieleza mfano maneno haya ambayo maana yake inapatikana kwenye Qur'an, fahuwa almatlubu, hilo ndilo linalotakikana. Katika mambo yanayotakikanwa ni hayo. Wa in lam ya'rifu, na ikiwa hatojua maana ya ibada,
niambie maana ya ibada, akawa hajui, basi utamwambia fakaifa yadda'i shay'an, inakuwaje, inakuwa vipi, yadda'i shay'an, adai kitu, wa huwa la ya'rifuhu, na hali ya kuwa yeye hakijui. Iweje akidai kitu hali ya kuwa yeye hakijui? Aseme mimi na simwabudu isipokuwa Allah peke yake. Nini maana ya kumwabudu Allah akawa hajui? Iweje udai kitu na hali ya kuwa hukijui? Iweje ukiabudu kitu na ukidai kitu na hali ya kuwa hukijui? Bila shaka ulitakikana uelewe maana ya kuabudu Allah subhanahu. Wa in fassara dhalika bighairi ma'nahu, na ikiwa atatafsiri na ataweka wazi, ataweka bayana hayo, yani akaweka bayana maana ya kumwabudu Allah peke yake, akabainisha hilo bighairi ma'nahu, kwa isiyo kuwa maana yake, akaleta maana nyingine ya pembeni kabisa. Nini wajibu kwa wewe unayehasimiana naye? Bayanta lahu alayati, utambainishia zile aya alwadhihati, zilizokuwa wazi, fi maana shirki billahi, katika kuelezea maana ya ushirikina kwa Allah, wa ibadati al-awthani, na kuabudu al-awthan, utambainishia. Na hapa pana masala mawili kwenye haya maneno. Jambo la kwanza, silaha kamili ya muwahid ni ayatun min kitabillah, ni aya zilizomo kwenye kitabu cha Allah. Anaweza akasoma wakati mwingine akasahau akakosea na nini, la mani, ikiwa hajakusudia. Silaha kubwa ya muwahid ni kitabullah, kwa sababu Qur'an ilivyo sifa yake, ikiwa inajibu shubha, ikiwa inajibu kosa, Qur'ani haiachi lile kosa, inasaza, inasafisha kila kitu. Narudia tena maneno nisikie vizuri kabisa. Kwa mujibu wa haya maneno nasema, wa in fassara dhalika bighairi ma'na, ikiwa huyu khasimu, mzushi, mushrik akatafsiri maana ya kumwabudu Allah kwa maana isiyokuwa yenyewe, bayanta lahu alayat, utambainishia kwake yeye kwa aya mbalimbali, alwadhihati, zilizokuwa wazi, fi maana shirki billah, katika kuelezea maana ya kumshirikisha Allah, wa ibadati al-awthani, na kuabudu al-awthani. Nikasema kwamba silaha kubwa anayotakikana aitumie mtu yoyote muwahid, silaha ambayo anatembea nayo hivi wakati wowote, ni ayatu min kitabillah, ni aya zilizomo kwenye nini? Kwenye kitabu cha Allah. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ikijibu shubha, ikijibu kosa, inalijibu kwa kulivuruga lote na kulifuta. Na ndio Allah kasema hivi, bal naqdhifu bilhaqqi ala albatil fayadmaghuhu faidha huwa zahiq. Yani Qur'ani ikirusha haki, ikirusha neno la haki, ukirusha ile ayati ukaitoa kwenye batil, iende kwenye kitu cha batil, cha shirki, cha kufuru, cha bid'a, basi utaiona ile Qur'ani inavyoiendea ile batil na kuivunja vunja, fa idha huwa zahiqun, ghafla unaiona ile batil imeondoka. wa qul jaa alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa. Haki inapokuja, na ndio Qur'an, na ndio Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndio alhaq. Sasa haki alionayo Allah ikija, zahaqa albatil, batil inafanyaje? Sisi ndio tunachoamini sisi katika imani ya tauhid tulionayo sisi, hakuna maneno ya kweli yenye kuondosha batil na kuondosha shubha mithili ya ayat alwadhi, ayat min alquran, aya zilizomo ndani ya Qur'an. Hilo ni jambo la kwanza katika haya maneno. Katika maneno aliyotaja tunapata kuona ya kwamba ni vyema silaha kubwa ya mu'min, silaha kubwa ya muwahid ni tauhid, ni ayat min kitabillah.
Na ndio maana utaona Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kitabu chake kitabu at-Tauhid, baadhi ya maulama wamekiita ni Sahihul Bukhari, wamekiita hivyo kwa sababu Sheikh hakuna maneno mengi, anaweka mlango kichwa habari, anaweka aya ndani ya Qur'ani, anaweka hadithi, kaondoka kamaliza, kashamaliza mlango huo. Anaweka kichwa cha habari, anaweka aya kama ni 2, 3, 4, anaweka hadithi pale 3, 4 zenye kushabihiana na kuwafikiana na aya, kamaliza mlango huo. Wameshindwa kumjibu na kufikia kumtuhumu ila yaumin nasi hadi, wamefikia kumtuhumu tukana kabisa. Sheikh, nimesikia mmoja katika masufi alikuwa anamsema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwamba huyo alitumiwa na ufalme kuleta mapinduzi na kuwaua Waislamu wenzake. Kuna mauaji makubwa yalifanyika Saudi Arabia kwenye kuisimika dola ya Saudi Arabia. Kwa hiyo huyu ndo alikuwa chambo cha Maliki sui nani ule Faisal au Fahadi, kama sikazia Fahadi au nani alitumika hivyo, na Maliki Saudi alitumika, kisha akawaua na wachuoni wengi sana Muhammad ibn Wahhab kupitia mfalme Saudi, watu wengi katika maimamu katika mji wa Makka ule na Saudia, akavunja athari nyingi za Kiislamu. Kisha famata fil hammami, Allah kamlani akafia chooni. Sufia bwana, Sufia ni mtihani kwa kweli. Katika donda tulionalo sisi ardhi hii, sisi masalafi nchini humu, hakuna donda kubwa baya kama la Sufi. Kwanza Shia kisha Sufi. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kafia chooni. Ndio sawa, ad-da'awa madai yanahitaji nini? Hujja. Leta wapi pameandikwa? Kuna watu waliishi naye zama moja, wakina Dahalani hao masufi wakubwa, wapi waliandika kwamba Muhammad bin Abdul Wahhab alifia chooni? Wajukuu zake, watoto wake walikuwa kipindi kile, waliandika wapi baba yao kafia chooni? Sababu ahlu sunna yaktubuna ma lahum wa ma alayhi, huwa wanaandika yanayowapa nguvu na yale yanakuwa dhidi yao, yote huwa wanaandika. Hawafanyi dhulma wala fanya ghish. Sasa kupekua vitabu vya kisufi hivi itafika wakati wake, lakini nakugusia tu kidogo. Tunaisubiria hiyo hoja imtokee tena, huyu hapa mwingine atajitokeze, tumwambia ya kwamba hapana, umesahau ustazi, umesahau, kuna neno umelisahau hapo. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hajafia chooni, aliyefia chooni Sheikh wa kisufi. Ndio waliofia chooni wapo kabisa, kwa maneno matamshi kabisa wazi wazi. Ibara imesema hivi, wa kana yuhibbul hammama, huyo Sheikh Sufi, na alikuwa anapenda sana chooni. Sio tafuta nini chooni? Sheikh kisufi, wa kana yuhibbul hammam, alikuwa anapenda kwenda chooni. Wa mata fiha, fia umo chooni. Sheikh kisufi lifia chooni, sio Muhammad ibn Wahhab. Kama ni Muhammad ibn Wahhab, leteni wapi maandika Muhammad ibn Wahhab kafia chooni? Wapi? Historia ipo, kufa kwake na kuzikwa kwake kuko. Sasa vitabu vyenu vipo, na wasubiria kwenye kipengele cha Muhammad ibn Wahhab, kitafika tu wakati wake kumsema huyu Sheikh rahimahullah na kumpachikia sifa za uongo kwamba alifia chooni. Tutakuonyesheni waliofia chooni nyinyi, kula sana, matumbo na vimba, mnajaajaa, mfanyi kazi, mnakula mali za Waislamu bil batil. Inna kathira min al-ahbari war-ruhbani la yakuluna amwala an-nasi bil batil. Ndio nyinyi darueshi tu takifanya kazi, kula mali za watu dhulma, tujitia dua, kula mali za watu dhulma tu. Sasa tutakuja tuwakumbusheni kwamba wanaofia vioni ni nyinyi. Kwa hiyo jambo la kwanza katika kipengele hichi ni kwamba hoja kubwa inayotakana ishike talibu ilm sunni salafi muwahid an yahfadha kitab Allah, kukihifadhi kitabu cha Allah
mbele ya qari mutqin, na akifanyia itqani nzuri. Kukosea mawili aya moja hiyo haina shida, kukosea mtamshi hiyo haina shida, na kumtokea mtu yote. Lakini kujua kwamba aya hii ni silaha dhidi ya sufina, dhidi mushrikini, ni jambo la msingi sana. Jambo la pili katika ibara hii kasema maanahu bayanta lahu alayat alwadhihat. Haya maneno alwadhihat utambainishia kwa aya zilizokuwa wazi ndani ya Qur'an. Allah subhanahu amezigawa aya katika sura mbili ndani ya Qur'an yote, aya sijui 6 na ngapi, sijui 3 na ngapi, zimegawanyika aya vigawanyo viwili. Kazitaja wapi? Kwenye suratul Ali Imran, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatin muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Kwenye hichi kitabu Allah kateremsha aya ziko za aina mbili. Kuna aya ambazo ni muhkamat, alwadhihat, ziko wazi, na hizi tunatakiwa zitumie hizi. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad, aya ziko wazi. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim, aya ziko wazi. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها. Hakuna uwezekano wa shekhe yote wa kisufi ana uwezo kuliburuta jua, hayupo. Aya wadhihat. Kwa huku kunarejea kwamba aya zilizokuwa wazi yaarifuha alqasi wadani, anazielewa yule wa chini na wa karibu zaidi, au yule wa mbali na wa karibu, wote kwa sababu ni aya ziko wazi. Inasema aya Allah hakuzaa wala hakuzaliwa, na yeye ndiye mwenye kukusudiwa. Imeisha kwamba Allah ndiye mwenye kukusudiwa katika shida, tumemaliza maneno. Alimul ghaibi, Allah ndiye mwenye kujua ilmul ghaibi, tumemaliza aya hiyo. Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana. Aya imesema anayejua ghaibu ni Allah pekee yake. Alwadhihat ziko wazi, wakimwambia mtu yote hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah kwa aya hii, na yu'minu biha, naamini. Kwa hiyo muwahhid anatumia aya ambazo nini? Wadhihat, zilizokuwa wazi. Na hizi aya zilizokuwa wazi ndio zinaitwaje? Hunna ummul kitab, ndizo mama wa Qur'ani. Kwa maana tukitatizika kwenye aya ambazo ni mutashabih, tukashindwa kuelewana, wao unasema vile, yule anasema vile, Amr anasema vile, Zaid anasema vile, narji'u ila almuhkamati, tunarudi kwenye aya ambazo ni muhkam. Je, kuna Allah wa mashariki na kuna aya na kuna Allah wa magharibi? Rabbul mashriqaini wal maghribaini, kuna mola wa mashariki na kuna mola wa magharibi mbili. Tutakuuliza, tukishindwa kuelewana hapo, narji ila alayat alwadhihat almuhkamat, tunarudi kwenye aya ambazo ziko wazi muhkam, ambazo ni ummul kitab, zinatatulia tatizo kabisa. Allah wako wawili, watatu, wanne. Qul huwa Allahu ahad. Basi tumeshatoa mzozo hapo. Na jamani, penye mzozo tiba iko wapi? في القرآن وفي السنة، سندي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. mzozo utakapopatikana tunarudi kwenye Qur'an na tunarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam fi hayati, kipengele kizuri kwenye uhai wake, wa fi sunanihi, na katika sunna zake, baada mautihi, baada ya kufa kwake. Haya maneno haya ina maana ya kuyasemea kwamba turejee kwenye sunna, tumrejee kwa Mtume wakati akiwa nini, tumrudie Mtume kipindi yuko hai, tunamfuata, ya Rasulullah kadha kadha kadha, likoje hili, anatufafanulia. Falamma mata narji'u ila sunani, narudi katika sunna. Kwa hiyo muwahhid anatumia aya ambazo ni wadhihat, zilizo wazi, hazina ghumum, hazina utata sana. Sikia kama aya tunayosoma juzi hapa,
kwamba haifai kumuomba yoyote, kwa sababu kumuomba asiye kwa Allah ni shirku billah. In tad'uuhum, nyepesi kabisa, la yasma'u du'aakum. Yani hiyo aya awali ibtidai anaelewa, kama anajua anasoma Kiarabu anaelewa. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum. Aya katamka kabisa, Allah katamka huo ni ushirikina, mkiwaomba waliokuwa makaburini wamekufa. Mtakapowaomba waliokufa ni shirk. Aya iko wazi. Kwa utaona kwamba silaha nzuri ni kutumia Qur'an. Mbili, uzitumie aya ambazo nini? Alwadhihat fi maana shirki billahi wa ibadati al-awthan, wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha az-zaman bi'aynihi, wa anna ibadata Allahi wahdahu la sharika lahu hiya allati yunkiruna alayna. Kwa hiyo utamfasiria, ikiwa atakufasiria maana isiyokuwa ya la ilaha illa Allah, isiyokuwa maana ya ibadatullah, wewe utambainishia kwake yeye kwa kupitia aya zilizo wazi. Utambainishia kunako maana ya ushirikina ya kumshirikisha Allah, na utambainishia ibada ya kuabudu al-awthan. Wa annahu, na kwamba yeye, alladhi yaf'alunahu, kile ambacho wanachokifanya, fi hadha zamani bi'ainihi, kwenye hizi nyakati, bi'ainihi, kitu chenyewe wanachokifanya. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha zamani bi'ainihi, wa anna ibadata Allahi wahdahu la sharika lahu, na kwamba kumwabudu Allah peke yake ambaye hana mshirika, hiya allati yunkiruna alaina, ndiyo hiyo ibada ambayo wanayotupinga nayo sisi. Tunayowaambia kwamba ibada ya kumwabudu Allah peke yake bila ya kumchanganyia na washirika, ndiyo hii ibada ambayo nyinyi mnatupinga nayo sisi. Na kule kuabudu na kufanya ushirikina na kuabudu authan, ndiyo hivyo mnayoyafanya kwenye zama hizi leo hii nyinyi. Wayasihuna, na utawakuta wanapiga kelele, kama saha ikhwanuhum, kama walivyopiga kelele ndugu zao wa zamani katika mushrikun, waliposema aja'ana al-alihata ilahan wahida, anayafanya au anaifanya miungu ilahan wahida, ni Mungu mmoja. Inna hadha la shay'un ujab, hakika hili ni jambo lenye kustaajabisha. Huyu Muhammad anataka hii miungu yote ife, abakie Mola mmoja tu. Tumesema kipindi cha nyuma hapa ya kwamba washirikina waliopita zamani, au hii da'wa ya tauhid ya kuwalingania watu kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ndio da'watur rusul, ndio da'wa ya mitume. Wamedumu nayo muda mrefu sana mitume na manabii, mpaka wengine wakafikia kuuliwa wakina Nabiullahi Zakaria. Mitume baadhi yao walikuja kuwalingania watu kwenye tauhidi kwa muda wote, wala hawakushughulika na kitu kingine chochote, tauhidi kwanza. Na palikuwa pana mambo ya kuyarekebisha, yalikuwepo ya kurekebishwa, lakini hilo halikuwa ni kipaumbele cha mitume alayhi salatu wasalam. Takupa mfano miwili mitatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopewa unabii, aliwakuta watu wa Maka pia katika matendo yao mema ni kuunganisha udugu. Ukija sasa, je, kuunganisha udugu ni ibada au sio ibada? Jawabu ni ibada. Ni taa sio taa? Ni taa. Aliwakuta hivyo. Dalil fi sahih al-Bukhari, hadithi ya Aisha radhiallahu anha alipokuwa na hadithia namna wahi wa mtume alivyokuwa anateremka, kisha mtume alipoteremkiwa na Jibril
akaambiwa iqra, anateremka sasa mbio kutoka kwenye kwenye gharu Hira, anateremka mbio sallam, huku akisema zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni, nifunikeni, mpaka akaingia ndani kwa Khadija radhiallahu anha. Khadija kamfunika. Mtume akasema nimepatwa na hofu kubwa sana, akamwelezea alichokiona. Khadija kwa busara ya mwanamke mwema mzuri mwenye faida akamwambia Mtume, kalla, jambo haliko hivyo, la yukhzika Allahu abada, Allah hawezi kukudhalilisha wewe, huo sio mtihani, huwezi kudhalilika. Kisha wa innaka latasilu arrahima, hakika yako wewe katika matendo unayofanya, latasilu arrahima, ni mwenye kuunganisha udugu, watahmilu alkalla, na unabeba mambo mazito mazito, wataksibu almaduma watuinu ala nawaib alhaq. Hadithi hii Aisha anathibitisha ya kwamba Mtume ana siku anapewa utume tu pale pale, anapewa unabii, anapewa unabii pale pale. Khadija alimkumbusha ya kwamba wewe ni katika watu ambao hauwezi ukadhalilishwa na Allah, wewe ni mtu ambaye unaunganisha udugu. Alikuwa nao kutokea nyuma, unaunganisha udugu, hakukata udugu, ni katika mahasin mema. Lakini angalia Jibril alipokuja, hakumwambia anza kuunganisha udugu na nini, wa anzir ashirataka alaqrabin, akawakusanya familia yake, makabila yake yote, akaweka kwenye soko pale nje barabarani, kwenye soko pale uwanjani, akawaambia ya bani Abdul Muttalib, ya bani kadha, ya bani Quraym, ya Quraysh, ya bani Muttalib, ya bani Manafi, akayaita makabila yote kwa majina yao. Kisha akawaambia anqidhu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, fa inni la ughni ankum min Allahi shay'a, mimi siwezi kusaidieni kwa Allah kitu chochote, mwabuduni Allah pekee. Alikuwa anaangalia udugu, amalu salih. Mfano wa pili, hawa makufari ambao Mtume kaja kuwalingania, walikuwa katika mahasi, walikuwa wanafanya ibada ya haji, hija, walikuwa wanakwenda hija. Abraha mfalme wa Ethiopia alikusudia kuja kuivunja Kaaba, kwa sababu alikuwa anataka Kaaba yake ya Yamani ibakie na ndio hiyo muazzaza kuliko Kaaba ya Makka. Aliona Kaaba yake ya Yamani haina kaburi ya watu kuja kufanya ibada. Hapo Uislamu bado Mtume hajaja na utume, hajazaliwa kabisa sallallahu alaihi wasallam, ndio anakaribia kuzaliwa alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo Abraha katika mji wa Yaman alitengeneza kule Kaaba kubwa sana, akiwataka makabila yote ya manchi mbalimbali na mamiji mbalimbali waje wafanye ibada pale Ethiopia, Yamani. Alipoiona Kaaba ya Maka, watu wanakwenda kufunga ibada, wanafunga safari mamiji na mamiji na watu, Makoresho wanapata izza na jina lao linakuwa, akaona ngoja nini nikalibomoe ile Kaaba. Akaenda na tembo mkubwa kabisa na matembo na watu kwa lengo la kuivunja ile Kaaba. Kwa watu walikuwa kufanya ibada ya haji. Bali sio hivyo ibada ya haji, wale mahujaji waliokuwa pale walikuwa wanashindana, wasawasa wale Makoreshi walikuwa wanashindana kutenda matendo mema kunako kuikirimu Kaaba. Mfano, kuna watu walikuwa kazi yao ni kuonywesha maji mahujaji bure. Matendo mema hayo Sheikh. Aj'altum siqayat alhaj, Allah anawaambia hivyo. Walikuwa nyinyi mnadhania eti kuwanywesha mahujaji maji mfano yake ni kama vile alivyomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aliyemwamini Allah na wewe unayeonyesha watu maji kwenye hija, mtalingana sawa? La. Walikuwa wengine wamesimamia jambo la ulinzi wa Kaaba, lakini Mtume alipokuja hakudili na hayo mambo yote. Aliwaambia tu anqidhu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu kwa kutoka kwenye ushirikina, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unaona ya kwamba mushrikuna hawa walikuwa wanaelewa na walikuwa na matendo walikuwa wanayafanya. Ndio maana alipokuja kuambiwa muabudu Allah mmoja tu, wakasema hili ni jambo la kustajabisha sana, tuache miungu yetu ili tumfuate Mungu wako mmoja. Inna hadha la shay'un ujab, hili ni jambo la kustajabisha. Bali
baada ya kumbainishia haya umemwambia mfano kama haya na tauhidi muelezea kinafsi kiasi hiki, fa in qala, ikiwa atasema innahum la yakfuruna biduai almalaikati wal anbiya, innahum akasema hakika ya wao kwa maana wao kama wao, la yakfuruna biduai almalaikati, hawakufuru kwa kuwaomba malaika, wal anbiyai, na kuomba malaika. Yani kufuru ya kwao washirikina waliopita nyuma na makufari haikuwa kwa kuwaomba malaika tu shida zao na kuwaomba manabii peke yao, hapana. Wa innama yakfuruna, na kwa hakika si vinginevyo wanakufuru, lima qalu, kwa kile walichokisema, almalaikatu banatullahi, waliposema kwamba malaika ni mabinti wa Allah. Hili ndilo kosa lililowapelekea wao wakufuru. Na kufara waliopita na Mayahudi na wengineo waliingia kwenye kufuru baada ya wao kusema kwamba malaika nani? Banatullah. Banatu maana yake nini? Mabinti wa Allah, kwamba malaika hao ni mabinti wa Allah. Neno hili ndio liliwafanya wao wakufuru, lakini vingine sio sababu ya kufanya wao wakufuru. Yani makufari Mayahudi Manasara na wanaokusema haya maneno hawajawa makafiri kwa neno lingine zaidi ya hili. Fa inna lam naqul, sisi sasa masufi hatujasema hivyo. Sisi masufi hatusemi hivyo. Hatusemi kwamba eti Allah malaika ni mabinti wa Allah, sisi hatusemi hivyo. Wala tuko mbali kabisa. Ama tukufurisha wa nini sisi? Hatusemi nini Abdul Qadiri ibnullahi wala ghairahu. Sisi hatusemi Abdul Qadiri ni ibnullahi, ni mtoto wa Allah, wala ghairahu, wala wengine hatusemi kama ni watoto wa Allah. Hatusemi sisi, kalla a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allahu akbar kabira. Sufi nasema hivi. Wale walikufuru, makufaru waliopita walikufuru kwa sababu wao walisema malaika ni mabinti wa Allah. Mmetusikia wapi sisi tunasema kwamba Abdul Qadir ni mtoto wa Allah? Mmetusikia wapi tunasema sisi Abdullah al-Jadarusi ni mtoto wa Allah? Mmetusikia wapi tunasema Al-Kabashi ni mtoto wa Allah? Mmetusikia wapi tunasema sisi Muhammad Nasr ni mtoto wa Allah? Mmetusikia wapi tunasema Ahmad al-Tayyib ni ibnullah? Kwa hiyo hajawasikia. Nani tuwasikia sisi? Hajawasikia. Nadhani ni haki kusema kwa tumewasikia. Sisi tunawaambia ukweli, hajawasikia ni mnasema hivyo. Lakini mnayo maneno ya hatari mfano kama hayo. Na hii ni ishara kwamba sufiyun wanakubali ya kwamba anaweza mtu akazungumza neno moja fakana kafiran, akawa nani? Kafiri. Kwa sababu kama hawa walikufuru kwa kusema malaika banatullah, wakawa ni makafiri. Na nyinyi mnakanusha, mnasema hatusemi Abdul Qadir Jailani ibnullah, hatusemi hivyo. Kwa hiyo mnakiri kwamba ukisema Abdul Qadir Jailani ibnullah fa anta kafir. Je, ukisema Abdul Qadir Jailani huwa alwahidu alfardu alkabiru bidhatihi ana alwasifu almawsufu shaykhu at-tariqati, ukisema hivi inakuwaje? Haya, ukisema wana Abdul Qadir anasema dhira'i min fawqi samawati kulliha wa min tahti batni alhuti amdadtu rahati wa a'lamu nabata al-ardi kam huwa nabitun wa a'lamu ilma Allahi uhsi hurufahu wa a'lamu mawja al-bahri kam huwa mawjati. Hayo maneno vipi? Wa a'lamu ramla al-ardi kam huwa ramlati, mimi ninajua idadi ya mchanga wote wa duniani, ninajua elimu ya Allah kipengele kwa kipengele, herufi kwa herufi, elimu ya Allah yote ninaijua. Mashallah. Ukisema ya kwamba wewe unajua mawimbi ya bahari yote, Abdul Qadir anajua hivyo, ukisema hivyo
anajua elimu ya mawimbi yote ya baharini anajua. Kisha akasema malaktu biladallahi sharqan wa gharban wa maghariban, nimemiliki malaktu biladallahi sharqan wa gharba wa maghariba, nimemiliki miji ya Allah yote mashariki na magharibi. Wa in shi'tu afnaitu al-anama bilahdhati, nikitaka mimi mwenyewe Abdul Qadir Jailani ninawaua na kuwamaliza viumbe wote kwa wakati huo, sekunde yani kupepesa jicho tunawaua wote. Haya maneno yashke taqul ya ibn al-halal, unasemaje haya maneno? Bado tu anaogelea kwenye Uislamu huyu, au tumpige red card na bakora tumtoe nje kabisa? Haya maneno ya kuyasema nani katika masahaba wala tabi'i wala imamu katika maimamu wakubwa, kwamba eti kwa elimu alionayo ana uwezo wa kujua mchanga wote wa duniani anaujua yeye? Nani anaweza kusema haya maneno? Ndio kasema Abdul Qadir Jilani kwenye kitabu chake cha Fuyudh Rabbaniya, Al-Fuyudhat Ar-Rabbaniya. Tena sio mchanga tu, elimu ya Allah, uhsi hurufahu, ninaihesabu na kuidhibiti herufi zake. Yani miti yote naijua idadi yake, maua yote najua idadi yake, maembe yaliyopatikana duniani yote najua, machungwa yote najua, sijui mahindi yote, yani mti baada ya mti najua kipengele chake. Haya, tukimaliza miti na mimea yake tunakuja kwa wadudu wa ardhini wote nawajua, walioko chini ya ardhi nawajua, waliopo kwenye anga wote nawajua, majina yao nawajua, wanafanya kazi gani, wanakula, elimu yote unaijua wewe, mashaallah. Hani alak. Kama unasema wewe hausemi Abdul Qadir Jailani, mbona unampa nafasi ya uungu sasa? Kweli hausemi Abdul Qadir Jailani ni ibnullah, lakini unampa nafasi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo unasemaje? Bado upo tu. Huyu ni mtu anayesema haya, ni mtu asiyeelewa anachokifanya. Sheikh anasema fal jawabu, majawabu ya hayo maneno kama atasema hivyo, anna nisbata alwaladi ila Allahi, hakika kuegemeza, anna nisbata, hakika kuegemeza, alwaladi, mtoto, kuegemeza mtoto, ila Allahi, kwa Allah, kufrun mustaqillun, ni ukafiri uliojitenga peke yake. Mustaqillun, umejitenga peke yake, yani ni ukafiri katika samu al-kufr, katika mambo yanayomfanya mtu kuwa kafiri. Hiyo pia ni katika parts, ni katika sehemu ka ukafiri. Sio kama eti ndio ukafiri wote ni kusema tu ibnullah, ukasema Abdul Qadir Jailani ni ibnullah ndio ukafiri peke yake, au ukasema malaikatu banatullah ndio ukafiri peke yake. Hiyo ni sehemu, nisba, tena ni asilimia chache, ni asilimia ndogo katika asilimia kubwa za ukufuru billahi. Qala Allahu ta'ala, Allah ametuambia kwa aya zilizokuwa wazi, qul huwa Allahu ahad, sema yeye Allah ni mmoja, Allahu samadu, na Allah ndiye mwenye kukusudiwa katika haja. As-samadu huwa alladhi yasmudu ilayhi al-khalqu, ni yule ambaye wanamkusudia kwake yeye viumbe. Maana akasema wal ahadu alladhi la nadhira lahu, ni yule asiyekuwa na mfanano. Kusema al ahad maana yake ni mmoja asiye na mfanano. Sheikh mwenyewe kwenye kitabu chake hichi amejiita ana alwahidu, ana alwahidu, mimi ndiye mmoja. Ana alwahidu, mimi ndiye mmoja peke yake. Alkabiru bidhatihi, tena sio mmoja tu, alfardu, tena mpweke. Alkabiru bidhatihi, tena mkubwa kabisa kwa dhati yake. Alkabiru bidhatihi. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ukurasa wa 69 ndo Al-Fuyudhat Rabbani anasema ana alwahidu,
mimi ndiye mmoja. Na hapa akasema qul huwa Allahu ahadun wal ahadu alladhi la nadhira, huyu ni ahadu na huyu alwahidu. Tena alfardu, mpweke, yani sina mwingine. Alkabiru bidhatihi, mimi ndiye mkubwa kwa dhati yake. Vipi, nasemaje? Bado tu shekhe yupo. Tuache tusije tukawavuruga zaidi, vuruga kabisa. Wasamadu, na neno asamadu huwa almaqsudu fi alhawai, ni yule mwenye kusudiwa kwenye haja, anayekusudiwa kwenye haja. Sawa, kitabu changu tu kidogo hapa cha Al-Marghani kikusomea baadhi ya mambo, si ndio hichi? Sasa sikiliza, katika moja, yani yule anasema kwamba ukisema as-samadu maana yake nani? Al-maqsudu fi al-hawai, ni mwenye kukusudiwa katika nini? Katika haja. Ni kama una haja zako, mkusudie Allah kutatulia shida zako. Naam, ndio Uislamu sahihi, ndio Uislamu sahihi. Sasa hawa masufi katika moja ya mambo yao wanaonyesha ni kwamba unaweza ukakusudia kitu kingine kikakutatulia shida zako kinyume na Allah. Yani kuna vitu unaweza ukavikusudia kwenye shida na haja vikakutatulia shida zako. Achia mbali mambo ya Allah huko wewe bwana. Nakupa mfano, maki nimepata cha kuzungumza hapa kwenye hiki kipengele hiki, ukurasa wa 113 Azahiru Riyadh, ukurasa wa 113. Sikiliza vizuri, ndasoma tu mimi, utajumlisha mwenyewe. Sio mimi, yake huo wote humo ni utumbo uliochanganyana na maharage, ni utumbo uliochanganyana na maharage, uozo mtupu, shirki. Na ni vitabu vya muhimu kwenye itikadi hizi tunazosoma sisi, aqida, tauhid. Ni vitabu muhimu kuweza kuyaona haya wanaoyasema mashekhe kweli yapo, sio kadhani mashekhe wanazungumza tu kama mambo hayapo. Yapo. Haya, ukurasa wa 113 anasema hivi: الفصل الخامس، kipengele cha 5, fi bayani tahaqquq qutbaniyati al-ustadh al-mutarjim qaddasa Allahu sirrahu wa rafa'a bayna al-khalaiqi dhikrahu. Hapa anataja uhakika wa kutubania. Kutubania ni nguzo katika manguzo yale ya uwalimu kubwa sana, yani daraja la juu kabisa la uwali, tabaqatul kubra. Sasa hapa hii kipengele kinabainisha uhakika wa huyu bwana kwamba yeye ni nguzo kubwa inayotegemewa. Al-ustadh al-mutarjim qaddasa Allahu sirrahu wa rafa baina al-khalaiq, akimtaja Muhammad Ahmad al-Tayyib. Nasoma mimi jamaa, kosa langu mimi kusoma tu. Anasema hadathani al-Haji Muhammad walad Nuaim rahimahullah ta'ala, anasema alinihadithia mimi al-Haji Muhammad walad Nuaim rahimahullah ta'ala. Yeye alimhadithia nini? Nasema سألت الشيخ رضي الله عنه عن مقامه عند ربه تعالى. يعني huyu mtu anaitwa Muhammad alimuuliza shekhi ambaye ni Ahmad Tayyib wali, alimuuliza huyu wali an maqamihi inda rabbih, kunako nafasi yake mbele ya Allah. Wewe Shekhi Ahmad Tayyib, wewe wali, wewe una nafasi gani mbele ya Allah? Makamu yako ikoje bwana? Ukinieleza nitafurahi bwana. Fi mala'in min salihi talamidhatihi, tena amemuuliza kwenye kikundi na mkusanyiko wa wanafunzi wake wema. Kama hivi hapa umuulize, atokee akawa amekaa hapo wali, ndio sisi sasa wanafunzi namuuliza shekhe, bwana hebu tuambie bwana, makamu yako ina makamu gani mbele ya Allah? Wewe una nafasi gani, una cheo gani mbele ya Allah subhanahu, mbele ya wanafunzi? Faqala li, akaniambia sasa mimi Muhammad, sasa nikaambiwa, shia ananijibu, ana al-qutb al-jami', mimi ndiye nguzo iliyokusanya kila kitu. Sifa hizo mibicho imekuwa mikubwa kwa sifa. Ana al-qutb al-jami', anisifu kabisa, mimi ndio qutbu, ndio lile qutbu lenyewe lile, tena al-jami'. Haya sawa, wewe ndio qutbu. Wa inna al-alawiyya was-sufliyya, hakika ujuu, yani hiyo juu yote, wasufulia na chini yote, tahta qadami hadhihi,
vipo chini ya mguu wangu, vyote huko juu kote, mbingu zote 7 na vilivyomo ndani vyote huko viko chini ya mguu wake, na ardhi yote hii na vilivyomo chini vyote viko chini ya mguu wake huu. Mashaallah. Thumma daraba al-ardh darban khafifan biqadamaihi, kisha akapiga ardhini kwa mguu wake kidogo kidogo, kama vyote viko hapa, vyote vimefikanyaga mimi. Maratan au marratain, mara moja au mara mbili. Itajifanya mwadilifu wa riwaya kwamba alipiga mara moja au mara mbili. Kadhab, mrongo mkubwa. Wadhalika baada dukhulina ilayhi liziyarati, na hili tulimuuliza baada ya sisi kuingia kumtembelea pale kwake, ndo akatuambia hivi sasa mimi ndote kuko akapiga mguu wake kidogo rifu bila tabu, yani mguu. Ruhi albarihata, ilipaa juu roho yangu jana usiku, ilipaa juu ila samai sabiati, mpaka kwenye mbingu ya 7 huko roho yangu ilipaa ikaenda wingu wa kwanza, wa pili, wa 5, 6, 7. Fawajadtu sayyidana Musa alayhi salatu wassalam hunaka, nikamkuta Nabii Musa huko. Sasa Nabii Musa yuko mbingu ya 7 kwenye kitabu chetu, kwenye kitabu cha al-Mi'raj, kile kwenye hadithi ya Mi'raj. Naam, sahihi, mbingu ya 7 kamkuta kule. Wa a'tani hadhihi al-'asa, akanipa hii hapa fimbo. Musa, unaona fimbo akanipa Musa, Nabii Musa akanipa toshana kwa cha a'tani hadhihi al-'asa, amenipa hii fimbo. Mashaallah, aliochungia mbuzi ile. Haya, wa a'tani hadhihi al-'asa wa hiya min sulamin wajadnaha fi yadihi, ni fimbo ambayo aliyoitoa kwenye mkono wake, akiegemea, akipandia, akifanya kama vile ngazi fulani akipandia Nabiullahi Musa, lakini kaitoa kwenye mkono wake. Haya, sikia, wa amarana bitabarruki biha, Nabii Musa ametuamrisha tutafute baraka kwenye hii fimbo. Kanipa, nikashuka nayo, alipanda kwa roho. Sasa kawa yuko serious mwenyewe sasa, mpaka roho imepewa fimbo, kashuka nayo kaishika. Sasa Musa akasema hii fimbo ifanyeni, itafutieni nini? Baraka. Fa amarana bitabaruki biha, akatuamrisha jamani, hii fimbo jamani itafutieni baraka. Basi wakala, nasema Sheikh sasa, la yadauha ahadun. Sikia sasa, Sheikh anasema sasa, nafunulia sasa, msana imeishika tu hii fimbo hii. La yadauha ahadun, hatoiweka mtu yoyote, ala dhaharihi, mgongoni kwake, illa waqad walada, isipokuwa ataweza kupata mtoto, wa in kana aqiman, na hata kama ni tasa. Chukua ile bakora, weka mgongoni, mgongo fiatu, utasa wote unafiatuka huko, safi. Kirusha maji tu kwa mkeo pale, watoto mwaga watoto tu kwa bakora ya Musa, ustazi. Sasa Muhammad huyu aliyekuja nasema, qala, akasema fawada'tuha ala dhahri, mimi nikasema hapana bwana, ama wali ni watu wazito sana. Nikaichukua nikaiweka kwenye mgongo wangu juu. Kuntu aqiman, mimi ni tasa mimi bwana. Nikaichukua na utasa wangu ile nikaiweka juu ya mgongo wangu huko nyuma. La dhakara indi wala untha, sina toto la kiume wala sina toto la kike mimi. Nilipoiweka tu, alhamdulillah, fawaladtu bibarakatiha, nikazaa kwa baraka ya bakora. Wa ana wa auladi, na mimi na watoto wangu, nahwa 50 waladan, tunapata watoto 50, min dhakarin wa untha, wanaume na wanawake. Kapata watoto 50, nahwa 50, nahwa 50. Wal-'asa al-madhkura kanat qadaruha dhira'an wa nisf, na fimbo inayotajwa ilikuwa urefu wake ni dhiraa 1.5.
وقد رفعت من بعد وفاة الأستاذ قدس سره ولنرجع إلى ما نحن فيه. وقد رفعت, na baada ya shehe kufa ikapaa tena ikarudi zake huko, bakora inapanda na kushuka. Shehe alipokufa fimbo nayo ikaruka ikarudi zake juu huko, haitaki tena binadamu, inataka mawali tu basi, tushinda na mawali. Kwa hiyo unaona sasa sisi tunasema as-samad, kumuelekea Allah katika hawaiji ya watoto, tunamwelekea Allah subhanahu. Anakwambia acha ujinga wewe kijana, hujui mambo wewe. Kuna fimbo zipo za mawali, babakora yale. Unaona alisharifu wali na tunatembea na fimbo hiyo. Kila utakayemwona wali anakwambia na fimbo yake. Ukiigusa ile fimbo ina historia ya uongo. Kila fimbo itakwambia ina historia yake. Mtume kafa alikuwa na fimbo sallallahu alaihi wasallam. Fimbo yake tuliambia imetoka wapi? Wala hatuna habari na fimbo na hatujui iliishaga wapi sallallahu alaihi wasallam. Wala wana hatu habari na fimbo ya Mtume alayhi salatu wasallam. Ilitundikwa wapi? Ulikuwa ni mti gani? Mwembe au mjoro? Hawajui. Wala hakuna mtu ana mpango na fimbo. Ya nini sasa fimbo? Ya nini? Sisi tumeachiwa sunna zake sallallahu alaihi wasallam. Hawa mawali kwenye haja kimbilia fimbo ya wali, ukiona popote pale. Tatizo hii fimbo ilipaa sasa. Hii ya Musa ilinyanyuliwa tena juu. Jamani, fimbo tena. Allah anapandisha vitu gani huko juu? Kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna vitu vinavyopanda juu? Qur'ani haina maneno inayotuonesha kwamba kuna vitu vinapandaga juu. Hakuna aya inazungumzia vitu vinavyopanda juu. Inazungumzia vitu gani vinavyopanda juu? Maneno mazuri, matendo ya wanadamu hupaishwa kila yaum al-Khamis kwa Allah subhanahu, kwa hadithi fi sahihain. Lakini pia ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, alafu nini, wal amalu salihu ish yarfa'uhu. Kwa Allah kunapanda maneno mazuri na matendo mazuri yanapanda kwa Allah, anayapandisha. Sio mabakora ya mijoro haya, mara iteremke mara tena umepanda tena huko juu, akitokea wali mwingine nayo inashuka. Au masufi ni waongo sana na unatengeneza mazingira ya shiriki kwenye. Sasa kama shehe anakuambia fimbo hii nimepewa na Musa, wewe unafanyaje? Shehe anakuambia hivyo na ndio unamwamini kwamba kwa juu wangu leo nao nimetoa mbinguni huko, kanipa nabii Musa, ukitaka baraka na kupa watoto. Kadhab. Kwa hiyo wasamadu almaqsudu fi alhawaji, as-samadu maana yake ni mwenye kukusudiwa katika haja. Wewe mkusudie Allah katika haja. Faman jahada hadha, atakaye lipinga hili kwamba Allah ndiye mwenye kukusudiwa, wewe ukapinga kwamba inawezekana ukamkusudia, ukaikusudia bakora ya Nabii Musa, ukamkusudia shekhe, ukamkusudia wali katika haja zako, shekhe anasema faqad kafar, amesha kufuru. Kwa nini kufuru? Kwa sababu Qur'ani imeshamwita Allah ni as-samad. Nini maana as-samadu? Ni yule mwenye kukusudiwa katika nini? Katika haja zako zote mkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na manabii wamefanya hivyo, manabii wa Allah wamefanya hivyo, na mitume wamefanya hivyo. Kwenye shida wamemkusudia Allah, kwenye matatizo wamemkusudia Allah, mpaka wakati mwingine kwenye mahallul qatli, ibadullah salihin, kwenye mahala pa kuuliwa kabisa wamemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu kama hapo wanauliwa. Jureji alifanya Jureju ar-rahib alivyotuhumiwa kamzini yule mtoto, ikaonekana atakana pewa adhabu kali, akamwambia dauni hatta usalli, niacheni mpaka mimi niswali kidogo. Akaenda akaswali rakaa 2 rahimahullah. Baada ya kuswali rakaa 2 akamwomba Allah, kisha akauliza aina al-ghulam, yuko wapi yule mtoto? Akamletea yule mtoto, fata'anahu fi batni, akampiga kwenye tumbo kidogo, akamweza kidole chake hivi, akamwambia ya ghulamu man abuka, nani baba yako? Hapa kamgusa kitu, kashaenda kusujudu kwanza, kashamsalia Allah rakaa, kashamsujudia mwana wake rakaa 2, akimtaka nusra na mafanikio, kwa sababu hii sehemu anakwenda kuuliwa huyu, ishaonekana amezini na mwanamke malaya, kwa hiyo huyu ni wa kuuliwa tu. Jureju rahibu akamsujudia mola wake, alafu akasema yuko wapi mtoto? Akamleta. Alipomleta akamgusa tumboni, ya ghulam, katoto kachanga kabisa, ya ghulam
aina abuka au man abuka, nani baba yako? Takasemaje? Abi arra'i, wachunga mbuzi nyinyi. Baba yangu ni mchunga mbuzi. Kakatamka katoto, abi huwa ra'i. Haya, wakati kutoa macho tena, mtoto mdogo akazungumza kwenye mazingira yale, lakini mahalo shahid alimwelekea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yametokea kwa masahaba, wametokea mpaka kina Kaabi na wengineo katika masahaba na matabi'i, walipokuwa kwenye sehemu za dhiki na shida, iltajau ila rabbihim, walimkimbilia Mola wao. Na ndio tunasema sisi, sio kumkusudia mtu mwingine. Kwa hiyo ukitoa hilo ukaacha kumkusudia Allah, ukakusudia kitu kingine, ukamkusudia wali, ukamkusudia shaitani, anta kafir, wewe ni kafir, mshakufuru. Walau lam yajhadi surata, na hata kama hatoipinga sura yote, suratul Ikhlas, ikiwa hatoipinga tu ile sura, lakini tu kukataa kwamba Allah ndiye sio mkusudio, ukasema tu Allah sio wa kukusudio katika shida, achilia mbali sura yenyewe, kile kitendo tu ushakufuru. Ushafanyaje? Umeshakufuru. Waqala Allah ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, mattakhadha Allahu min waladin, Allah hajafanya wala hajachukua, hajawa na mtoto. Mattakhadha Allahu, Allah hakufanya mtoto, min waladin, Allah hana mtoto. Wama kana ma'ahu min ilahi, wama kana ma'ahu min ilah, na hakuwa pamoja na yeye muabudiwa mwingine. Allah hana muabudiwa mwingine wala hana mtoto. Lam yalid wala yulad, Allah hana mwenza wa kuabudiwa, wala vile vile Allah subhanahu hana mtoto. Ndio itikadi yetu sio Islam, na tusemi Allah na mtoto. Fafarraqa baina an-naw'ain, kwenye hii aya Allah akatofautisha baina ya aina mbili, baina kaunihi indahu al-walad wa baina kaunihi laysa ma'ahu ilahu, laysa ma'ahu ilah. Pale alipokanusha kwamba Allah subhanahu akatenganisha baina aina hizi mbili, Allah hana mtoto, Allah hana mwabudiwa mwingine. Waja'ala kullan minhuma kufran mustaqillan, na akafanya kullan, zote, minhuma, katika hizo mbili aina, kufran, ni ukafiri, mustaqillan, wenye kujitenga. Ukisema Allah na mtoto, kufru. Ukisema kuna mwingine anafaa kuabudiwa, kufrun. Anafaa kuombwa, kufrun. Basi ni kufru mustaqil, ni ukafiru uliojitenga. Waqala ta'ala, na pia Allah subhanahu amesema, waja'alu lillahi shuraka aljinna, na walimfanyia Allah subhanahu wa ta'ala washirika wa kijini. Walimfanyia Allah washirika wa kijini, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa khalaqahum, yeye ndo Allah amewaumba hao majini na amewaumba hao watu, lakini binadamu wakamfanyia Allah mshirika wa kijini, wakawa wanataka msaada majini, wanawaombea shida majini, wakinga matatizo majini. Allah anasema hawa washirikina wa nyuma, waja'alu lillahi shurakaa aljinna, na walimfanyia Allah subhanahu washirika wa kijini, kawa wanawaomba na kuwataka msaada na kuwataka wawakinge. Wa khalaqahum, na Allah ndiye amefanyaje? Amewaumba wale majini, amewaumba Allah, na vile vile binadamu amewaumba Allah, kwa sababu Allah ndiye ambaye al-Khaliq, ndio muumbaji. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo muumbaji. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, anaumba kitakacho. Sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay, yeye ndo kaumba kila kitu kwa uzuri. Allah subhanahu, yeye ndo muumbaji. Anasema wa kharaqu lahu, sasa binadamu wao Allah kawaumba wao, na kisha wakamfanyia ushirika wa kuabudu majini. Wa kharaqu lahu, wakamzulia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana nini? Lahu banina, ana watoto wa kiume.
wa kharaqu, na wakazua, wakamzulia Allah, au wakazua nini? Lahu banina wa banatin, kwamba Allah ana watoto wa kiume na ana watoto wa kike, bighairi ilmin, bila ilmu, bila ilmu. Wamemzulia Allah kadhiban wa zura. Allah hana mtoto wa kiume, hana mtoto wa kike, hana, bali hana hata mshirika, mmoja, kwamba amemweka huyo, mumuombeni yeye ataniletea taarifa mimi huyo. La, mumtake msaada yeye ataniletea taarifa mimi. Allah hajaweka utaratibu. Fafarraqa baina kufrain, na Allah subhanahu wa ta'ala akatenganisha baina ya kufuru mbili kwenye aya hii. Kufuru ya kwanza, kumfanyia Allah mshirika ni kufuru. Ukimwekea Allah mshirika ni kufuru, ndo andadan. Kwenye taarifu ya shirki tuliyotaja kwenye hadithi ya Mtume fi sahihain, hadithi ya Abu Huraira, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ni kumfanyia Allah washirika wenza mfanano, kwamba wana uwezo. Na hata washirikina kwenye sura Swafat walisema, sisi na hii miungu yetu tumepelekewa sisi mpaka tumeingia motoni. Akasemaje? idh nusawikum lirabbil alamin, tumepelekea kuingia motoni ni kwa sababu tuliwafanyeni mpo sawa sawa na Mola wa ulimwengu. Mizimu tuliifanya iko sawa sawa kwenye nguvu na pawa kama Allah. Mababu tuliifanya iko sawa sawa kwenye nguvu kama Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaikh na mawali waliokufa makaburini tuliwafanya wako sawa sawa na Allah kwenye nguvu na pawa. idh nusawikum lirabbil alamin. Hili limetufanya tuingie katika kufuru na shirki na kuingia zomotoni. Kwa hiyo hata hapa kitendo cha kumjalia Allah mshirika ni kufuru. Allah hana mshirika kwenye dunia. Hakuna aliyemsaidia kuumba mbingu, hakuna anayemsaidia kuleta mvua, yeye mwenyewe ndiye anayetengeneza na kuweka vitu mbalimbali. Kama vile alivyosema, alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yuallifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. Allah ndiye anayeteremsha mvua. Fatara alwadqa yakhruju min khilalihi, sura An-Nur. Alam tara anna Allah yuzji sahaban, hivi wewe huoni Allah ambavyo anavyoyakokota mawingu? Wewe huoni mawingu? Na tumekaa tu tunaona mawingu yanapita pale, yanakwenda mpaka upande wa kule. Thumma yuallifu bainahu, kisha anakwenda kuyakutanisha kwa pamoja. Yale mawingu anataka yeye mwenyewe anayakutanisha kwa pamoja. Fayaj'aluhu rukaman, anakuja kuyafanya ni madonge makubwa makubwa, marundo makubwa makubwa. Unayaona lile wingu mbona jeusi kubwa hivyo, hili kuna jambo hapo. Kisha anasemaje? Fatara alwadqa yakhruju min khilalihi, unaanza kuona matone yanadondoka katikati ya ile mvua. Kuna mtu alimsaidia kwenye hiyo kazi? Kuna sharifu gani, wali gani kamsaidia hiyo kazi? Kuna mtu mshaona anamsaidia hiyo kazi jamani? Hayupo, ni kazi zake mwenyewe. Sasa huyu ndio fatabarakallahu ahsanul khaliqin, huyu ndio aliyeumba na ndio atakana abudiwe peke yake. Hao wengine wote ni uchara, uovu, uongo, kadhabun, hawana pawa yoyote. Watuumbie hata kanzi kama tukaone kanzi kakutembea tembea kazurure tu, kwa kanzi tumekaumba sisi, tukashangae na sisi, huyu unzi kaumbwa na shehe, unzi kaumbwa na wali, huyu watuletee. Fatara alwadqa yakhruju min khilali, unaanza kuona tone mawingu yalikuwa huku, aliyekokota kutoa huku kuja huku nani? Allah subhanahu. Yursilu riyah, anatuma upepo tu, unasukuma yanakwenda mpaka pale, inakuwa madonge marundo makubwa makubwa mazito meusi. Wote tunashangaa, huku mvua leo inaanguka, huku kozea hakuna kitu. Na kweli haupiti muda unashangaa mvua inafanyaje,
inanyesha. Hii kazi anayefanya nani? Ni Allah peke yake. Kwa hiyo ukisema kuna kiumbe ana uwezo wa kuleta mvua, shirkum billah, umeshamfanya mshirika mwenye na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo wanavyosema wasufi, wana uwezo wa kuleta mvua, mawali wao wana uwezo wa kuleta mvua, fi kutubi, kwenye vitabu vyao. Vitabu vyao vinathibitisha kwamba wali ana uwezo wa kuiambia mvua njoo, bali wali ana uwezo wa kuliambia lishairi kun fayakun. Shirki ya kwanza mustaqil. Aina ya pili ya shirki, wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm, walipomzulia kwamba Allah ana watoto wa kiume na ana watoto wa kike. Shirki nyingine wamesema kwenye kitabu cha Majlisul A'la lidhikri wa dhakirin, Siraju Salikin, kitabu cha Makadiria cha Wadu Badru, amesema ndani yake mule ya kwamba inna lillahi thamaniyata awliya fil ardi al-kummal, Allah ana mawali 8 kwenye ardhi waliokamilika 8. Lakini sahibu Azahiru Riyadhi yeye kasema wako zaidi ya 1000. Sasa ikhtilafu za maulama watuletea hapa kaulu rajih. Majlisul A'la lidhikri wa dhakirin wanasema mawali wako ngapi duniani? Mawali wako 8. Maana yake unaposikia mawali, maana yake ni zile ngome, zile nguzo zilizoshika ardhi za watu wa cha Mungu, watu wa ibada kweli kweli. Wakisema wewe nakuwa wewe, wakisema oh nakuwa oh, hivyo. Wakisema mvua mvua, kufa kufa, ndio mawali hao. Sasa anasema wako 8 dunia yote. Wanne wako Yemen, 4 wako Sudan. Hao wa Sudan akawataja mmoja katika hao anaitwa Masoba. Jina yake Masoba, kwani Mazoba. Katika karama zake tushazungumza, katika karama zake, yani katika ule ucha Mungu wake, alichelewa swala ya alasiri, alichelewa wali, alichelewa swala wali, kachelewa swala wali, shehe kachelewa nini swala. Haya, alipochelewa swala sasa anaangalia hivi, anaona muda unaenda. Aisee, wewe mwanafunzi wangu kaniletee maji pale mtoni. Mwanafunzi sio akaenda, kafia kule siku na nini kula nini, jua hilo likazama dumbwi, kachelewa kuleta maji, magharibi ishaingia. Ndo anakuja sasa, giza lishakolea sana, na giza anamtia maji shekhi. Shekhi akiletewa maji, akiangalia maji na muda magharibi tayari, akafanyaje? Akachukua jua, akalishika jua pale, akalisogeza pale, limekaa hapo. Sasa hii alasiri akaswali, Allah, salamu alaykum warahmatullah, salamu alaykum, endelea shughuli yako. Kashahidi liki swala alasiri, shewe wali amezogeza jua, kalikokota jua. Tena anasema amelikokota jua yeye na malaika 33 sanatan, miaka 33 anaifanya kazi hiyo na malaika. Acha mchezo kabisa. Yani yeye na malaika wameshirikiana kwa pamoja kulikokota jua tu, liende rudi, miaka 33. Wali huyo cheza mchezo na mawali wa kisufi, aulia ushaitani hawa, mawali wa shetani kabisa. Kuna wali wa Allah anasema wakipuuzi namna hii. Sheikh anasema hivyo jarra shamsa ma'a almalaika 33 sanatan, alilikokota jua, aliburuta kokota jua miaka 33 nafanya hiyo kazi. Wewe unaweza kugusa hicho kiumbe cha Allah wewe? Wewe unadhani sunna Allah alladhi atqana, uumbaji wa Allah unadhani unagusa tu kijinga ovyo ovyo, kiutaalamu tu wakihii vya kisayansi za kisasa, miale ya jua namna ilivyokuwa mikali, unaweza kaisogelea ukafanya hivyo wewe. Halafu huo mkono gani huo? Wewe una mkono gani kufanya hivyo? Kushika jua unashika kama vile unashika mbu vile.
labda ni kunguni iko kwenye neti yake, ndio kama amhamishe amtoe huko kwenye neti yake, labda ni kunguni, lakini sio jua. Huwezi kulifanya hivyo. Washamsu tajri limustaqarrin laha, nini kasema? Dhalika taqdiru al-aziz al-alim. Mimi nawaambieni hizi hoja dhidi ya sufi, hakuna sufi anataka kujibu hizi hoja. Watabakia tu hamuelewi lugha, hamjui majazi, hamjui elimu ya ndani, watakurupuka hapo hapo. Jibuni huu puuzi, hawawezi kujibu hata siku moja, sababu ni kufurun. Najibu nini kwa maneno? Muandika wenyewe sasa. Sufi yote hazijibu hiki kitu, hawezi jibu hata siku moja, atarukaruka tu, kwa sababu makorokoro ni mengi. Yani sio unajua, lingekuwa vikorokoro viwili vitatu, nasema unaenda wakajitetea. Yani ukitoa hili sisi tunakuletea lingine, ukitoa hili tunakuletea lingine, toa hili, yani ndo kazi yako itakuwa hiyo. Hayaishi. Kuna kufuru kama ni kuchezea ayatullah. Jua unachezea jua ustaz, jua. Sasa ndo hawa kwamba wanadai kwamba wao ni mawali al-kummal aqtab, yani mawali makubwa. Tunashika hii ardhi, yanaamua unachokitaka tu yenyewe. Mtoto la kiume geuza anakuwa binti safi tu, anachezea anavyotaka yeye. Allah tunusuru na firqatu sufi, atunusuru sana fikra hii ya kisufi ambayo imejaa zandaka ndani yake, imejaa uzandiki sana, imejaa uzandiki mkubwa sana. Na wallahi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ana haki kuchukiwa kabisa kwa hii miba anayoitoa humu kwenye haya vitabu kidogo kidogo tu, lakini ni miba inapiga kwenye koromeo hapo. Ni maneno machache, lakini mbele ya sufi ni mwiba mkubwa sana. Lazima wamsingizie alifia chooni, lazima wamsingizie, lazima waseme alifia chooni, alikuwa mwenda wazimu, alikuwa anakula hela za Marekani, alikuwa anapewa hela za Kiyahudi, ameleta utatu kama manaswara. Lazima wampe tu, ni sahihi kabisa, kwa sababu dozi ilikuwa juu ya kiwango chao. Dozi ilikuwa naitoa Sheikh Muhammad, ilikuwa dozi iko juu ya kiwango chao, na ndio ilikuwa inatakikana wapewe za hivyo hivyo. Hakuna kuwakopesha watu, uwe watufunga, tuletee kesi, watajijua wenyewe. Kufungwa kwenye kheri ni bora kuliko kufungwa na mambo ya kidunia. Kuuliwa kwenye mambo ya kheri ni bora kuliko kuuliwa mambo mengine ya kidunia. Kumtetea Allah subhanahu ni aula wa afdal. Unataka umtetee nani? Irdhi yako unataka uitetee, uimalizie kwenye kitu gani? Watu wanamharibu Allah Sheikh, hawana adabu na Allah subhanahu, hawana haya. Dini kwao ni dini rahisi, nyepesi kabisa, dini ya kisufi. Ukiumba tu peponi, ukipiga sauti tu peponi, tayari wewe mathawabu. Ukitembea kila hatua kwenye maulidini unafutiwa madhambi yako. Wacha wewe, dini simple kabisa. Ndio maana manasara walisema baadhi ya maneno, sitaki kuyataja sasa hivi, nasubiri wakati wake, kusapoti juhudi za kisufi. Dini nyepesi. Mtume anakuambia funga ndevu, anasema ile ilikuwa ni sio faradhi, kwani ni sunna tu ambayo haina shida, sio dhambi. Mtume akasema vazi la mwanaume ni nisfu saqi. Shekhe, ni kwa jeuri, kwa kiburi. Mimi sina kiburi shekhe. Yani kila kitu lazima kifanyie ta'wil, kila kitu na ta'wil, kila kitu nakipitishie hivi. Mtume akasema hivi, ndio, lakini hiyo lugha hamjui mawahabi jamaa. Hii sio lazima, ni ukitaka unafanya ya akhi. فالنبي لم يفرق بين السنة والواجب. Mtume kwenye udhu wake tu peke yake hakutenganisha sunna wala hakutenganisha nini, wajibati, hajatenganisha. Alichukua udhu moja kwa moja, na Qur'ani imetamka viungo vya wajibu tu, lakini wakina Uthman, wakina Abu Huraira walipokuja kuelezea udhu wa mtume walitamka viungo vya sunna na walitamka pia viungo vya nini, vya faradhi. Wao wanatuambiaje sasa? Kwani sunna ni nini maana yake? Halifa, kitaka unaifanya, ukitaka uifanye. Mashaallah, ushatosheka na thawabu wewe. Eti kwa kukoa tutapata thawabu. Ukikoa tu thawabu tayari, peponi. Dini ya kisufi, mfumo wa kisufi ni mfumo uliojaa batil, bad'an wa muntaha. Ndio hivyo, mwanzo na mwisho umejaa batil. Kila kitu kwao ni sahali, kila kitu ni chepesi.
Swala zao ni simple baba, simple nyepesi, hazina taklifu hata nini. Mtume kafundisha alfajiri msome sura ndefu rakaa ya kwanza, rakaa ya pili fupi. Watakwambia sura ndefu inafainaka, kuna wagonjwa humu. Kuna wagonjwa humu bwana. Ya nini usome aya ndefu? Rakaa ya pili atasoma kul wallahu. Njoo kwenye dua sasa ya witri, ndio atarefusha kweli kweli. Ndio yule mmoja anasema, namkumbuka mmoja wa hapo hivi, alikuwa anasoma kipindi na swali pale, anasoma uradi ile witri, kama ni witri au kunuti. Sawa maneno yake rubani, alikuwa anasoma maneno yanishangaza kabisa. Yani baada ya kusoma Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, wanakaa kimya kidogo. Baada ya hapo anaita dua zake. Alikuwa anasema hivi, alhamdulillah nakumbuka. Alikuwa anasema hivi, Allahumma ahlikna, ewe ana fi halakina Salahuddin. Ikiwa kwenye kutuangamiza kwetu kuna kuitengeneza dini, tufute tutuue tu sisi. Sikia maneno na Mtume sallam, la tatamanna uishi. Mtume akatufundisha la tatamanna al-maut, msitamani kufa. Jamaa sema tuue tu, uwa tu shekhi, uwa tu witri. Na majusi nimwambieni, katika moja ya ishara ya sufi ni kujigonga kwenye dini yao na manhaji yao. Hawa watasoma huku tuue, huku nasema tu rabbana atina fi dunya hasana. Huyu anasema ya rabbi tuue, huyu anasema rabbana atina fi dunya hasana. warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Tena asemaje? Waqina adhab ad-daini, na utukinge na madhabu ya madeni. Huyu huko anaomba akinge na madhabu ya madeni, huyu huko anasema tuue sisi. Sasa hiyo dini ya namna gani? Dini ya mizunguruko. Huyu anasema hili, anasema hili, yani vurugu, hakuna nidhamu shekhi. Mpira tu huu tunaocheza una nidhamu. Mpira huu dunguruka dunia yote hii, watu ni 11, kuna sentafu, kuna beki, kuna goalkeeper, kuna mshambuliaji, kuna penalti, kuna kona, kuna nini, kuna faulo. Na haukifanya hivi mnajua hapo faulo. Hata mimi ni mshabiki nikikaa, mzee faulo ile nidhamu ile haibadiliki. Lakini kwenye dini ya Kisufi baba hakuna utaratibu. Wewe ukiamua kuamka leo asubuhi na dini yako, naamka tuna na mimi na firqa yangu Raslania, tunaenda kukoa hapa Raslania, tuna madude yetu na sisi, hakuna mtu anayekuzuia. Yani wewe ukiamua tunakurupuka, kwa sababu ni dini haina nidhamu. Kila mtu anajiamulia anachotaka yeye, sufi. Na wallahi hakuna dini isiyokuwa na nidhamu, haipo. Allah hawezi akateremsha dini isiyokuwa na utaratibu, kalla, haipo hiyo. Afillahi shakkum fatiri samawati wal-ardh. Yani unaweza mkamtilia shaka Allah akakosa utaratibu, mkaamua mnavyotaka nyinyi, basi mtamtilia shaka yeye Allah subhanahu. Akaweka Qur'an, akaweka sunna, akaweka kadha, atuwafuate hili. Akatuambiaje? Wa anna hadha sirati mustaqima, alafu ni fattabi'uhu, ifuateni. Qur'an inasema hivyo. Kisha akasemaje? Wala tattabi'u subula, msifuate njia pembeni, fatafarraqa bikum an sabili, zitakutoeni kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika njia za batil ni njia za kisufi, njia za batil ni za masufi. Allah ametuambia wa anna hadha sirati mustaqiman, na hiyo njia iliyonyooka tunaisema kwenye suratul Fatiha, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Al-Imam al-Alusi kwenye neno siratal ladhina an'amta alayhim ametafsiri kwamba tuongoze katika njia ya wale ambao umewaneemesha. Al-Imam al-Alusi akaja kutafsiri kwenye hili neno akasema, njia uliowaneemesha nayo tunayokuomba nayo Allah subhanahu wa ta'ala ni njia waliokuwa nayo wakina Abu Bakar, wakina Umar, wakina Uthman, wakina Ali, wakina Talha wa asharatul mubashirin bil janna. Njia ya masahaba hii ndio tuifuate sisi. Tunamuomba Allah tuongoze njia hiyo, njia ya manabii, njia ya masiddiqin, njia ya mashuhada, ndio tuongoze Allah katika hiyo njia. Sasa njia ya masahaba walijigonga wapi kwenye ibada zao? Swala zao zote zilikuwa zimenyooka hivi, saumu zao zimenyooka hivi, tauhidi yao kwa Allah, wote wanamuomba Allah kwenye shida na matatizo, wanamuomba Allah. Hawamfuati mganga, mchawi, mshirikina yoyote, awe shekhe au wali, hawamfuati.
hawaabudu kaburi, hawalali kwenye makaburi, wala hawaendi kumgongea mlango mtume kwenye kaburi lake, wewe tuomba msaada tu, hawaombi. Anamwomba Allah pekee yake. Ndio hiyo aya anatuambia Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Hiyo ndio njia tunatakana tuifuate ndugu zangu. Hizi zingine zote ni subulu zinazomtoa mtu katika njia ya haki. Kwa hiyo tulichokuwa tunakisoma hapa ni kwamba al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala ameleta aya surah al-An'am aya nambari 100 kuonyesha ya kwamba kuna sampuli za kufuru mbili zilizotamkwa kwenye hii aya. Kufuru ya kwanza ni kumjalia Allah washirika, na kufuru ya pili ni kumzulia Allah kwamba ana watoto wa kiume na ana watoto wa kike, mkamzulia bila elimu. Anasema shekhe, zote hizi ni kufuru billah, wote ni ukafiri, wote ni ukafiri. Hakuna imani hata moja katika hizi. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.